Chuo cha mafunzo ya ulinzi wa amani Tanzania TPTC leo kimezindua rasmi kozi maalum ya mafunzo ya kiraia katika operesheni za kulinda amani, ambapo lengo ni kuandaa na kuwawezesha raia kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na weledi wanapokuwa kwenye jukumu la ulinzi wa amani. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam mara baada ya kufungua mafunzo hayo, mkuu wa chuo cha mafunzo ya ulinzi na amani Tanzania Brigadier Jenerali George Itangare amesema wanategemea watakaopata mafunzo wanaweza kutumika kusaidia kutunza amani ndani na nje ya Tanzania kama raia na sio kama walivyozoea wanajeshi peke yake. Mimi ni Bakari Chijumba. Kozi hii inalenga kutoa mafunzo kwa ajili ya moja kati ya component tatu za ulinzi wa amani. Kama mnavyofahamu, ulinzi wa amani una component tatu ambazo ni civilian component, military component na police component. Kwa hiyo civilian component ndio component kubwa zaidi ambayo inaunganisha hizi component nyingine zote tatu. Kwa sababu katika kozi hii inalenga kutoa mafunzo kwa wale wote watakaounda kundi hili ambalo litakuwa nje ya polisi na jeshi, kikundi cha polisi na jeshi katika ulinzi wa amani. Kwa hiyo wana jukumu kubwa sana la kusimamia mission za ulinzi wa amani, kusimamia shughuli za kawaida za ulinzi wa amani, lakini vile vile kusimamia mission support ya any peacekeeping operation. Kwa hiyo ni kundi kubwa sana katika operation yote ile ya ulinzi wa amani. Kozi hii tumeifanya ni kwa mara ya kwanza, lakini lengo ni kwamba ni kutimiza maelekezo ya afande CDF kwamba tuweze kuunganisha component zote tatu, na inafanyika kwa ufadhili wa serikali ya Japan na UNDP ambao wamesimamia tufanya nao kwa pamoja kuendesha hii kozi, lakini serikali ya Japani iko katika mchakato wa kufadhili chuo chetu na tumeanza na kozi hii. Kuna kozi nyingine mbili ambazo zinatarajiwa kufanyika siku za hivi karibuni ambazo zinaendana na hii element ya civilian component. Lakini nachoweza kusema tu ni kozi muhimu na ina wigo mpana. Safari hii tumeanza na washiriki kutoka baadhi ya taasisi za serikali, lakini na vyombo vyote vya ulinzi wa usalama, kwa sababu ni taasisi ya kiraia, lakini inapotokea mwanajeshi au polisi anakuwa sehemu ya kile chombo, hawi sehemu tena ya jeshi, hawi sehemu ya polisi. Jumla ya washiriki ni 22 na kama nilivyosema wanatoka katika sekta taasisi za serikali, lakini kama nilivyosema civilian component ni pana sana, inahusisha sekta zote. Nikisema sekta zote maana namaanisha sekta zote. Hata nyewe waandishi wa habari kuna sehemu yenu huko ipo, kuna idara kabisa inahusika na mambo ya habari. Kwa hiyo ni sekta pana sana. Umoja wa Mataifa unaweka muundo wa ushiriki wa raia wa kawaida katika masuala zima la peacekeeping operations duniani kote. Kwa hapa Tanzania bahati mbaya au sio bahati mbaya, lakini hatujawahi kupata fursa hiyo. Kwa hiyo sisi shirika la Umoja Mataifa la maendeleo la UNDP kwa kushirikiana na serikali ya Japani na pamoja na jeshi hapa tulishirikiana kuunda mafunzo haya ambao kwa makusudi mazima yanalenga kuwajengea uwezo raia wa kawaida katika kushiriki kwenye masuala ya kutuliza amani katika nchi ambazo zinakuwa na machafuko. Inaweza kuwa ni hapa ndani, lakini pia mchango wa Tanzania nje ya hapa. Kwa hiyo tunategemea watu watakaokuwa wamepata mafunzo haya wanaweza kutumika kusaidia masuala zima la kutunza amani nje ya Tanzania kama raia na sio tulivyozoea peke yake wanajeshi. Kwa hiyo mafunzo haya yapo kirasmi, ni mfumo ndani ya washirika ndani ya Umoja wa Mataifa. Nchi nyingi zinafanya mafunzo haya na sisi Tanzania nadhani itakuwa ni fursa pekee kwa wananchi raia. Kwa watakao shiriki mafunzo haya ni raia wa kawaida, wengi ni waajiliwa kutoka taasisi mbalimbali za serikali, lakini wanaingia kama raia wa kawaida kushiriki katika mafunzo haya. We believe that strengthening peacekeeping capacity through such international collaboration is vital for building a more stable and secure future. Japan remains committed to working hand in hand with Tanzania
and also UNDP to support peace and development. Thank you very much.